mmefanya hii kazi na Wakenya wanaweza kuwa na imani nanyi wakati wanapoanza kuhesabu hatua za kuelekea mwaka 2027. Wakati tunazungumzia mwaka 2027, wengi wa Wakenya wana maswali. Hizi chaguzi ndogo, umesikia kila upande, umetia bidii, umetia cheche, umesikia mpaka wengine wanasema watavuana nguo, watatiana aibu. Ni kitu ambacho umesikia. Na wengi wa Wakenya wanajiuliza ni wa manufaa gani kwa pande zote za kisiasa? What does it mean? Tuzichukue kama cheche za kampeni, cheche za siasa, kwamba watu watatoa matamshi fulani fulani na watatumia mafumbo kwamba nitakuanika. Wajua wanajuana, ni Waswahili, juana kwa vilemba. Kuna kule ambako wametoka, wamekuwa katika safari moja. Hasa yule aliyetoa hayo matamshi alikuwa ni naibu wa rais, na alikuwa akimwelekeza yule ambaye anamuita Goliathi. Mmoja anamsifu mwenzake kama soprano, naye soprano anamsifu mwenzake kama Goliathi, na anamwambia Goliathi kwamba nitakuvua nguo, na kujua nilikuwa katika wizara ya mambo ya usalama na ninakujua. Hao ni Waswahili, wamekuwa pamoja, wamevaa vilemba, na hata kilemba kinapovuliwa wenyewe wajua kwamba hiki kichwa ni kichwa ambacho huvaa kilemba na huwa ni kilemba cha aina fulani, wanajuana. Mbali na kutupiana hizo cheche za kisiasa, tunatarajia kwamba uchaguzi ufanyike kwa njia ya kiungwana. Hivyo viweze kutengwa na kuwekwa pembeni, na waweze kumwacha mwananchi, raia, mpiga kura afanye uamuzi. Nitakupa mfano tu mfupi. Mwaka wa 1994 kulikuwa uchaguzi mdogo katika eneo la Kipipiri. Wakenya wengi watakumbuka Kipipiri mwaka wa 94. Na kulikuwa cheche za moto, kulikuwa pesa nyingi zilimwagwa huko, wakalete na miti ya stima na nyaya za stima, wakalete na simiti, wakalete na mchanga, na kusema kwamba sasa maendeleo yamefika Kipipiri, mtapiga kura kwa njia hii. Na walikuwa wanauliza raia kwamba si mtapiga kura kwa mtindo huu? Hasa wakati huo serikali ya KANU ndio ilikuwa mamlakani, na wao ndio walikuwa wamewaahidi raia wapiga kura wa Kipipiri kwamba kutakuwa maendeleo mengi sana huko, na kuashiria wakawa wamevileta hivyo vyote. Na walipokuwa wakiwauliza watu wa Kipipiri, si mtapigia KANU, mgombezi wa KANU kura? Ndio. Wasema kwamba hebu onyesha kidole cha KANU, wanaonyesha. Lakini wakati wa uchaguzi, wakati wa kutenga na kuamua baina ya mbivu na mbichi, matokeo yalikuwa ni tofauti. Kwa hivyo wakati huu ni vigumu kusema kwamba ni hawa ndio watakao ibuka na ushindi, kutokana na ile mirundiko ya watu ambayo tunashuhudia katika kampeni. Hizo halaiki hizo zilikuwa ni sura fulani katika huo mtiririko. Ina maana kwamba